jinsi malaika wanavyoongea na wewe bila wewe kutambua. Kuna jambo kubwa ambalo watu wengi hawalijui. Sio kila sauti unayosikia ndani yako ni mawazo yako. Sio kila tukio la ghafla ni bahati, na sio kila ulinzi unaopata unatoka kwako. Kuna nyakati ambapo malaika wa Mungu wanawasiliana na wewe kimya kimya bila wewe kutambua. Kwa leo tutakwenda kuangalia jinsi malaika wanavyowasiliana na wewe bila wewe kutambua. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, kama wewe unampenda Mungu, tafadhali like video hii kisha ukae kwa kutulia na ufuatilie mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza, lakini kama bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe ili uwe mwanafamilia wa Nguvu ya Maono Media. Twende moja kwa moja tukaangalie jinsi malaika wanavyoongea na wewe bila wewe kutambua. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulitambue, malaika hawazungumzi kama wanadamu. Watu wengi wanatarajia malaika waongee kwa sauti kubwa au wajitokeze wazi, lakini mara nyingi hawafanyi hivyo. Biblia inaonyesha kuwa malaika mara nyingi huwasiliana kwa njia zisizo za kawaida. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1 na mstari wa 20, imeandikwa nukuu, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Hii inaonyesha kuwa malaika huongea kupitia ndoto, huongea kupitia mawazo ya ndani, au hata kupitia hisia za ghafla moyoni mwako. Ukweli ni huu, mara nyingi unafikiri ni hisia zako, lakini ni ujumbe wa malaika. Kwa jambo la kwanza ambalo nitakuwa litambue, malaika huwa hawawasiliani kwa njia za kawaida, huwasiliana kwa njia zisizo za kawaida. Malaika anaweza kaongea nawe kwa njia ya ndoto. Unaona hapa Yusufu alikuwa amekaa zake, alikuwa amekaa tu anatafakari, lakini Biblia inasema basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto. Malaika anaweza kutokea katika ndoto akakuletea ujumbe, na watu wengi wamekuwa hawatambui ujumbe ambao Mungu anakuwa anawasemesha. Kwa hiyo malaika anaweza kuzungumza na wewe kwa njia ya ndoto. Ukashangaa unaota ndoto, malaika anakutokea ndotoni. Unaweza ukashangaa hata ni mtu unamwota haumjui, lakini mtu yule anakupatia maelekezo ya msingi. Na ukisoma pia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 13, imeandikwa, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Mstari wa 14, akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Unaanza kuona Yusufu anatokea tena kwa mara nyingine na malaika katika ndoto, anaambiwa ondoka umchukue mtoto na mamaye, ukimbilie Misri. Baada ya kuamka, Yusufu akupuuzia, akusema kana kwamba hii ni ndoto tu. Biblia inasema akatii sauti ile akaondoka. Kwa hiyo jambo la msingi unatakiwa ulitambue, kuna muda malaika anaweza kuzungumza nawe kwa njia ya ndoto, lakini pia malaika anaweza kuongea kupitia mawazo ya ndani au hata kupitia hisia za ghafla moyoni. Kwa hiyo mara nyingi unafikiri ni hisia zako, lakini ni ujumbe wa malaika. Lakini njia ya pili ambayo malaika huitumia, ndoto ni njia kuu ya mawasiliano. Usiku ndio wakati roho yako inakuwa iko wazi zaidi, ndipo malaika wanapopata nafasi ya kuwasiliana bila kelele za dunia. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15, imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu kunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wajiliapo watu katika usingizi kitandani. Hii ina maana Mungu hutumia ujumbe kupitia ndoto. Malaika hutumika kama wajumbe wa ujumbe huo. Kwa hiyo ndoto nyingine unazozipuuzia zinaweza zikawa ni onyo, maelezo au linzi dhidi ya hatari inayekuja. Jambo la msingi ambalo nitakuwa ulitambue, Mungu, Biblia inasema Mungu kunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali katika ndoto. Manake Mungu anaweza akazungumza na wewe kwa njia ya ndoto. Mungu anaweza akatumia malaika. Malaika huwa ni wajumbe, wanatumwa kuleta ujumbe. Mungu anaweza akatumia malaika kukuletea ujumbe kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo hutakiwi kabisa kupuuzia. Lakini jambo la tatu,
jinsi malaika wanavyoweza kuzungumza na wewe bila wewe kutambua, ni mawazo ya ghafla yenye nguvu. Umewahi kupata wazo la ghafla linalokuambia labda usiende hapo, au fanya hivi sasa, au mwokoe mtu huyu, au msaidie mtu huyu, na baadaye ukagundua ulikuwa sahihi? Ulipopata mawazo ya namna hiyo, ulikuta labda kuna mawazo yanakuijia ghafla, labda msaidie mtu huyu, au fanya jambo hili sasa, au ondoka eneo hilo, au mwokoe mtu huyu sasa, au msaidie mtu huyu, na baadaye unagundua kuwa ulikuwa sahihi. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 91 na mstari wa 11 imeandikwa, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Hapa ndipo siri ilipo. Malaika hawaji kusema mimi ni malaika, ila wanapandikiza wazo la ghafla lenye mamlaka ndani yako. Kwa malaika anaweza akapandikiza wazo ndani yako, akapandikiza jambo ndani yako, ukashangaa tunasukumwa kufanya kitu fulani, ukajua ni wazo la kawaida, kumbe ni malaika amepandikiza wazo hilo, na mwisho wa siku unakuja kugundua na kwamba yani ilikuwa sio mawazo ya kawaida, ilikuwa ni Mungu. Kwa hiyo ni njia mojawapo ambayo malaika hutumia kuzungumza na wewe bila wewe kutambua, kupitia mawazo ya ghafla yenye nguvu. Nashangaa kuna wazo la kuijia linahitaji ulifanyie kazi kwa haraka, na mwisho wa siku unakuja kugundua ulikuwa uko sahihi. Lakini jambo la 4, jinsi malaika anavyoweza kuongea na wewe bila kutambua, ni sauti ya ndani. Kuna sauti ndogo ndogo sana ndani yako, si kelele, si hofu, bali ni tulivu lakini yenye uhakika. Hii ndio mara nyingi malaika hutumia. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 na mstari wa 12 imeandikwa nukuu, na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule, na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Hii inaonyesha Mungu na wajumbe wake ambao ndo malaika hawaji kwa vurugu kila wakati, huongea kwa sauti ya ndani isiyo na kelele. Ukijifunza kuitambua, utaanza kuelewa ni lini ni mawazo yako na ni lini ni ujumbe wa kiroho. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi ambalo unatakiwa litambue. Malaika anaweza kuzungumza na wewe kwa njia kupitia sauti tulivu, kupitia sauti ya ndani. Ukashangaa sauti kutoka ndani na kuambia fanya hivi, usifanye hivi, kumbe ni malaika anakuwa anakupa ujumbe. Lakini njia ya 5 ambayo malaika huitumia kuzungumza na wewe bila wewe kutambua, ni matukio ya ghafla yasiyoeleweka. Kuna wakati unakwepa ajali kwa sekunde chache, au unachelewa mahali fulani bila sababu, au unakutana na mtu sahihi kwa wakati sahihi. Haya sio matukio ya kawaida. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waibrania sura ya 1 na mstari wa 14 imeandikwa, je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kwa hudumu wale watakaorithi wokovu? Hii ina maana malaika wako kazini, wanakuongoza, wanakulinda, wanakuunganisha na kusudi lako. Kwa hiyo kuna muda unashangaa wewe mwenyewe, unakuwa unashangaa kuna matukio ghafla yasiyoeleweka. Unashangaa tu ghafla unakuta unachelewa mahali fulani bila sababu, au unakutana na mtu sahihi kwa wakati sahihi, au kuna wakati unakwepa ajali kwa sekunde chache. Yaani unashangaa labda ulikuwa unakwenda sehemu fulani au gari fulani ungetakiwa upande, lakini ghafla unashangaa ile gari linakuacha, alafu baadaye unaweza kufika kule mbele unashangaa unalikuta ile gari limepata ajali. Au unashangaa ulikuwa unataka kusafiri siku hiyo, unashangaa tu unaghairisha safari, na ghafla mwisho wa siku unakuja kusikia kuna tukio limetokea. Kwa hiyo hii ni njia ambayo malaika hutumia kuzungumza na watu bila watu kutambua. Lakini njia ya 6, vitu vingine ambavyo utakuwa utambue. Kwa nini huwezi kutambua kwa haraka? Kwa nini huwezi kutambua haraka? Sababu kuu ni hizi: umezoea kupuuza hisia zako za ndani. Hii ni sababu ya kwanza. Umezoea kupuuza hisia zako za ndani, unategemea sana macho na masikio ya mwili, unakosa utulivu wa kiroho. Malaika hawapigi kelele, wanahitaji moyo tulivu ili wasikie. Lakini jambo la 7, malaika hutumia watu kukufikishia ujumbe. Usifikiri kila ujumbe lazima utoke mbinguni moja kwa moja. Wakati mwingine malaika wanatumia watu wa kawaida kabisa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waibrania sura ya 13 na mstari wa 2 imeandikwa nukuu, msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Hii ina maana mtu anaweza kuongea na wewe maneno ya kawaida, lakini ndani yake kuna ujumbe wa kiungu uliotumwa mahususi kwako. Umewahi kusikia mtu akisema kitu kinachogusa moyo wako moja kwa moja, kama vile labda anajua unachopitia. Unashangaa mtu anakuambia kitu, unaona kama vile anajua hali yako, kama vile anakusema wewe. Hiyo inaweza kuwa malaika ametumia kinywa chake kuzungumza na wewe. Kwa hiyo malaika anaweza kutumia watu. Lakini jambo la 8,
kurudiwa kwa ishara au neno fulani. Kama jambo fulani linaendelea kujirudia mara nyingi, au jambo fulani linaendelea kujirudia mara kwa mara, sio bahati. Unasikia labda neno lile lile kila mahali, unaweza kupita sehemu kwa unalisikia neno lile lile kila mahali, au unakutana na ujumbe ule ule mara kwa mara, au unapata hisia ile ile tena na tena. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 imeandikwa, kwa maana Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili. Kwa hiyo hii inaonyesha Mungu kupitia malaika wake hurudia ujumbe ili uhakikishe umeelewa. Usipuuze marudio, hapo ndipo siri kubwa inafichwa. Lakini jambo la 9, amani isiyoelezeka katikati ya misukosuko. Kuna wakati kila kitu kinaonekana kimeharibika, lakini ndani yako kuna amani ya ajabu sana. Hii sio kawaida. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura 4 na mstari wa 7 imeandikwa, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hapa kuna siri. Malaika wanaweza kuleta utulivu wa kiroho hata wakati hali ya nje ni mbaya. Amani hiyo ni ishara kuwa hauko peke yako, ila unalindwa. Kwa hiyo unaweza ukashangaa unapata amani ndani ya moyo, ili hali nje kuna vurugu, nje kuna matatizo, lakini ndani yako unasikia kuna utulivu wa ajabu, kuna amani ya kutosha. Hiyo ni njia malaika anazungumza na wewe bila wewe kutambua. Lakini njia ya 10, kuzuiwa ghafla kufanya kitu. Umewahi kupanga jambo lakini ghafla kila kitu kinaharibika, safari inaghairishwa, mtu anakukwamisha, unachelewa bila sababu, unakasirika lakini hujui kweli. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura 24 na mstari wa 7 imeandikwa, atatuma malaika wake mbele yako. Maana yake malaika wanaweza kukuzuia ili kukuokoa na hatari usioiona. Sio kila mlango uliofungwa ni mbaya, baadhi ni ulinzi wa mbinguni. Kwa hiyo sio kila mlango unaofungwa ni bahati mbaya, baadhi ni ulinzi wa mbinguni. Mungu anakuwa anakuepusha kabla jambo baya lijakupata. Lakini jambo la 11, kuongezwa ghafla nguvu ya ndani. Kuna wakati ulikuwa karibu kukata tamaa, lakini ghafla unapata nguvu mpya. Hii sio kawaida. Malaika alimwambia Elia katika kitabu cha, ukisoma Biblia unashangaa labda kuongezwa ghafla nguvu. Unashangaa kuna kipindi unahisi kukata tamaa, lakini ghafla unashangaa kuna nguvu ndani yako inaongezeka. Hii sio kawaida. Malaika alimwambia Elia katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19 na mstari wa 5 hadi wa 7 imeandikwa, naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Malaika wanaweza kukutia nguvu kiroho na hata kimwili. Ndio maana unaweza kuwa dhaifu dakika moja, dakika inayofuata unakuwa na nguvu isiyoelezeka. Kwa hiyo kuna muda unaweza kuona inafika hatua unaona umekata tamaa. Kuna muda unaona kabisa mbona kuna vitu haviendi vizuri, lakini ghafla unashangaa malaika anakutia nguvu. Unashangaa kuna nguvu ndani yako isiyo ya kawaida. Hii hautakiwi kupuuza. Unashangaa unaona unapata nguvu ndani yako, unashangaa kuna nguvu isiyo ya kawaida, unapata nguvu tena. Ni njia mojawapo ambayo malaika huitumia kuzungumza na watu wake. Lakini jambo la 12, kupewa maono au picha ya ghafla akilini. Kuna wakati unaona picha fulani ghafla akilini, kama onyo au kama mwelekeo, kama jibu. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10 na mstari wa 7 hadi wa 8 imeandikwa, nami Danieli nikaona maono haya peke yangu, maana wale watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya, lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakakimbia ili kujificha. Basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu. Hii inaonyesha ulimwengu wa kiroho unaweza kuwasiliana kupitia maono. Sio kila picha au mawazo ya kawaida, baadhi ni ujumbe uliotumwa. Lakini jambo la 13, msukumo wa ghafla wa kuomba au kusoma neno. Umewahi kuhisi tu ghafla unahitaji kuomba sasa hivi, au nisome Biblia sasa hivi bila sababu yote? Umewahi kuhisi labda kuna ghafla tunajisikia kusoma Biblia
Biblia muda huo, unajisikia kuomba muda huo bila sababu yote. Umekusikia ghafla mambo kama hiyo? Hiyo ni moja ya njia kali sana za malaika. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 26 imeandikwa, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa hiyo mara nyingi malaika wanakuongoza kuingia kwenye ulinzi wa kiroho kabla jambo kubwa halijatokea. Ni matumaini yangu kuna jambo ambalo umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba niambie umejifunza jambo gani. Mungu akubariki sana wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Mungu akajibu haja ya moyo wako. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.